Kama hivyo mchangaji alivyosema mindset, watu wengi mindset zao wanasema kwamba so long as umetoka nje basi hata ambacho utakipata kitakuwa ni kikubwa kuliko hapo. Nafikiri pia kuna ile mtu anakuwa haja consider kwamba kuna hivyo kama anasema kuna makato, sio kodi, mambo mengine kibao. Vyakula, hali ya hewa. Unaelewa? Kitu ambacho atakuwa hajazoea and probably itamcost even more mpaka afike ile stage ya kuadopt. Kuna rafiki yetu mmoja hivi alikuwa na girlfriend wake. Yule girlfriend alipata nafasi kwenda kufanya kazi za ndani Uarabuni. Ushaelewa? Wanapataga sana changamoto sana wadada ambao wanafanyaga zile kazi Uarabuni kama hiyo. Na yeye pia ni mmoja kati ya watu ambao walipata hiyo changamoto. So wakati tunatengeneza mazingira ya kumsaidia arudi Bongo, tukawa tunauliza pia kwani wanakulipa bei gani? Akasema 400,000. Oh my god. Per month? Kwa mwezi. Okay. So kuna brother wangu ambaye tulikuwa tunapambania yule manzi arudi. Akasema sasa hiyo 400,000 si bora tu angebaki hata Bongo hapa. Sio dola hiyo, ni hapa kweli. Yaani ukichange anacholipwa kule 400,000 kitanzania. Lakini ameisafiria. Unategemea lakini kwa mtu na mazingira yake, lakini inaweza kawa ndogo, lakini pia inaweza kawa inategemea wewe mwenyewe. Na ukizingatia mishahara ya wafanyakazi wa ndani kibongo ama kwa jinsi ambavyo tumezoea huko mitaani kwetu, yani huwezi kukuta msichana analipa 400,000. Niona